Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa kuja mbele zako kula na kunywa mezani pako. Nami sasa kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, nakomboa nafsi, roho za watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, na kila eneo ambalo adui amepata uhalali kwa ajili ya kuwazuia watu wako wasiwe wakamilifu, kuwazuia watu wako wasisikie neno la Mungu, wasibadilike, ninamlipa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, na ninaondoa kila giza ambalo wamewekewa mioyo yao, ndani ya mioyo yao, ili utukufu wa nuru ya Injili usiwafikie katika mioyo yao. Ninaondoa katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na wakabidhi mikononi mwako Bwana Yesu Kristo, na ninaomba mapenzi yako yote yapate kutimia katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Na ninamwalika Roho Mtakatifu aweze kuondoa kila nguvu, kila hila, kila uovu wa shetani katika mahali hapa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana Yesu, ninakukabidhi ibada hii, wewe utawale mioyo ya watoto wako wapate kukusikia katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Naweza mkakaa chini. Asante Bwana Yesu Kristo. Thank you. Hallelujah. Thank you Jesus. Tuko kwenye somo letu linalosema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Somo letu linatoka kwenye kitabu kile cha Mathayo, sura ile ya 28. Mathayo 28 na mstari ule Mathayo 28 na kuanzia mstari ule wa 18. Mathayo 28 kuanzia mstari wa 18. Nasoma kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kama nilivyosema siku zilizopita, Bwana Yesu aliwaambia mitume wake, na hili sio agizo la wale mitume tu, bali ni agizo la watumishi wote wa Mungu hapa duniani. Bwana Yesu aliwaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
Kwa nini Bwana Yesu alianza kuambia habari za mamlaka? Kwa sababu zipo mamlaka ambazo zinazozuia, zipo mamlaka ambazo hazipendi. Hizo mamlaka zipo mbinguni, zipo pia duniani, zinazozuia, zinazochukia wanadamu kuwa wanafunzi wa Yesu. Ni mamlaka za kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu alimesema, nimepewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka zote za mbinguni na za duniani Yesu yeye amepewa. Mamlaka alizopewa Yesu ni mamlaka zote. Hakuna mamlaka ambayo iko juu ya mamlaka ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu aliposema maneno hayo, akasema basi nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuyafundisha yote ambayo nimewaamuru ninyi, na tazama nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Bwana Yesu alikuwa anawapa pia siri ya kuwa pamoja na watumishi wake mpaka mwisho wa dunia, kwa sababu leo hii wapo watumishi wa Mungu ambao hawako pamoja na Bwana Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mamlaka ambazo zimewazuia wasiwe pamoja na Yesu. Mamlaka za kuzimu, mamlaka za kishetani zimezuia baadhi ya watumishi wa Mungu wasiwe pamoja na Bwana Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mamlaka hizo zimewafanya watumishi wa Mungu wasiwafanye mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mamlaka hizo zimezuia watumishi wengi wa Mungu katika dunia hii siku hii ya leo wasiwafanye mataifa kuwa wanafunzi. Na Bwana Yesu ameagiza, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa mamlaka hizo zilichofanya zikawafanya watumishi wa Mungu wasiwabatize watu wa Mungu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na leo hii ukitazama watumishi wengi wa Mungu hawabatizi kwa hilo jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, yaani hawalitaji hilo jina. Nini kilichozuia watumishi wa Mungu wasiwabatize watu kwa jina hilo la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu, ambalo ni jina la Bwana Yesu Kristo? Jambo lililofanya watumishi wa Mungu wasibatize kwa jina hilo, kwa sababu zipo mamlaka zinazowazuia wasibatize kwa jina hilo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo hii tunaona watumishi wa Mungu wakienda kubatiza watu hawalitaji hilo jina ambalo Bwana Yesu alilolisema la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanawachukua watu wanasema, ninakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanamzamisha mtu bila kulitaja hilo jina ambalo Bwana Yesu aliwaagiza watumishi wake wabatize watu kwa hilo jina. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani leo hii sawa sawa, wewe kwa mfano baba yako kwa mfano anaitwa, jina lake anaitwa labda kwa mfano tuseme Kaseka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama baba yako kwa mfano jina lake anaitwa Kaseka, alafu ukaambiwa kawabatize watu kwa jina la baba yako, alafu wewe ukamchukua mtu ukasema nakubatiza kwa jina la baba yangu. Au ukasema nakubatiza kwa jina la baba yako, nakubatiza kwa jina la baba yangu. Agizo limesema kawabatize watu kwa jina la baba yako. Sasa wewe unaenda unambatiza mtu, unasema nakubatiza kwa jina la baba yangu bila kulitaja. Inamaanisha kwamba hujaelewa ulichoagizwa. Yaani ukiambiwa nenda kambatize mtu kwa jina la baba yako, maana yake wewe unatakiwa ujiulize, jina la baba yangu ni nani? Ukasema jina la baba yangu ni Kaseka. Sasa unaenda kumbatiza mtu, unasema nakubatiza kwa jina la Kaseka. Hilo ndilo neno ambalo Bwana Yesu aliwaambia watumishi wake, enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lipo jina ambalo unatakiwa ulitaje, na kama hujalitaja umeenda ukasema nakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni sawasawa na yule aliyesema ninakubatiza kwa jina la baba yangu bila kulitaja hilo jina. Sasa kwa kufanya hivyo unaonekana hujaelewa maagizo ambayo umepewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu hiyo Bwana Yesu alijua kabisa hawa wakitoka hapa, kwa sababu hawajaelewa ili agizo. Wakati Bwana Yesu anawapa agizo hilo, alijua kabisa kwamba watu hawa hawajaelewa ili agizo. Akawaambia msitoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea Roho Mtakatifu, kwa sababu Bwana Yesu alijua watakapopokea Roho Mtakatifu atawafunulia hilo jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, jina hilo ni lipi. Kweli siku ya Pentekoste ilipofika, walipopokea Roho Mtakatifu, wale mitume wakalitambua jina hilo la Baba ni jina la Bwana Yesu Kristo. Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu akawaambia wale makuhani na Mafarisayo, enendeni nyote mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Petro siku hiyo alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, akalijua jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa leo hii tuna wachungaji, tuna mitume, tuna manabii, tuna wainjilisti, tuna walimu, tuna maaskofu, tuna Wakristo ambao mpaka leo hii hawajalijua hilo jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, hawajalijua ni jina lipi bado. Ndiyo maana wanapokwenda kubatiza watu hawalitaji jina hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hawalitaji jina hilo? Kwa sababu zipo mamlaka za kuzimu zinazozuia watumishi wa Mungu wasilitaje jina la Yesu wanapobatiza, kwa sababu wanapolitaja jina hilo la Yesu, wale watu watafanyika kuwa wanafunzi wa Yesu,
na jina hilo wanapolitaja linaleta uharibifu kwenye mamlaka zao za kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu aliwaambia, nimepewa mamlaka zote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kwa nini Bwana Yesu alisema kapewa mamlaka zote? Maana yake hakuna mamlaka yoyote, hiyo imetoka kuzimu juu, hiyo imetoka kuzimu chini, au hiyo imetoka mbinguni juu, itakayozuia watu wa Mungu wasifanyike kuwa wanafunzi wa Yesu. Hakuna mamlaka yoyote itakayoweza kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ipo kazi kubwa ya kuwabatiza mitume na manabii ambao wao hawajabatizwa katika jina la Yesu. Ipo kazi kubwa ya kuwabatiza Wakristo wote ambao wakati wanabatizwa halijatajwa jina hilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote wanatakiwa wabatizwe kwa jina hilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambalo jina hilo ni jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hutaki kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, maana yake wewe sio kanisa, sio sehemu ya kanisa, kwa sababu kanisa la Bwana Yesu limejengwa katika misingi miwili na nguzo tatu, ambayo misingi hiyo ni mafundisho ya mitume na manabii. Misingi hiyo ya kanisa la Bwana Yesu ni mitume na manabii, na Mtume Petro kama msingi mmojawapo amesema ya kwamba enendeni nyote mkabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Kwa hiyo wanadamu wote, Wakristo wote, watu wanaomwamini Yesu wanatakiwa wabatizwe katika jina hilo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu akasema, mkawafundishe yale yote ambayo niliyoamuru. Sasa zipo mamlaka ambazo zinazozuia watumishi wa Mungu wasifundishe mambo yote ambayo Bwana Yesu ameamuru mitume wayafundishe. Ukiona umekwenda kwenye kanisa lolote, halafu katika kanisa hilo sadaka sio siri, basi ujue ipo mamlaka iliyozuia. Ipo mamlaka ambayo imezuia watumishi wa Mungu wasifundishe mafundisho hayo ya kwamba sadaka ni siri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tangu tuanze somo letu tukafikia kwenye mafundisho ya Yesu, ambayo Bwana Yesu jambo lingine ametufundisha akisema, muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa sababu tulikwenda tukaanza kuangalia mambo yote ambayo Bwana Yesu ameamuru, tukianzia kwenye Mathayo sura ile ya 5. Tukaona tofauti ya wanafunzi na makutano, na kwa nini Bwana Yesu alikuwa anataka watu wakafanye wanafunzi wasifanye makutano. Kwa sababu makutano ni watu ambao ni wepesi kusikia neno la Mungu lakini sio watendaji. Sasa wanafunzi ni watu ambao wanasikia na kutenda neno la Mungu kwa wakati wanaposikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mara ya mwisho katika kitabu hichi cha Mathayo sura ya 5
ule mstari wa 48, Bwana Yesu ametuagiza tuwe wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Sasa zipo mamlaka ambazo kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, mamlaka hizo zilizuia kanisa la Bwana Yesu Kristo lisifundishwe habari za ukamilifu. Ndiyo maana tumesikia watumishi wengi wa Mungu wakisema mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu. Kwa nini? Kwa sababu ya mamlaka hizo. Hizo mamlaka ndizo zilizozuia, zimewazuia watumishi wengi wa Mungu wasifundishe habari za ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani neno la Mungu linasema mkawafundishe yale yote ambayo nimewaamuru, lakini ukiangalia hali ya watumishi wengi wa Mungu, yani ni kama wameambiwa msiyafundishe yale yote niliyowaamuru, wakati Bwana Yesu anasema mkayafundishe. Wao ni kama wameambiwa msiyafundishe, kipindi Bwana Yesu anasema mkawafundishe yote niliyowaamuru. Mamlaka hizo zinawaambia msiyafundishe yale yote ambayo ameamuru Bwana Yesu. Kwa hiyo unaweza ukaona ni hali tu ya kawaida watumishi wa Mungu hawafundishe habari za ukamilifu. Unaweza ukaona ni hali tu ya kawaida, ni hali tu ya kawaida. Kumbe sio hali ya kawaida. Zipo mamlaka zinazozuia watumishi wa Mungu wasiwafundishe wanafunzi habari za ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Tangu nizaliwe hapa duniani, mimi mwenyewe binafsi nimewahi kusikia kwa watumishi wa Mungu ambao wako hai, nimewahi kuwasikia wawili tu wakizungumza habari za ukamilifu. Ni wawili tu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa sababu sina masikio marefu. Kama wapo wanaofundisha habari hizo, kama wapo wanaofundisha habari hizo, basi labda sijawasikia. Ni watatu, sio wawili, ni watatu. Nimemkumbuka mwingine. Bwana Yesu amenikumbusha mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wao wawili wametoka Kongo, wako katika nchi ya Kongo, sijui sasa hivi wako wapi, lakini ni watu wa Kongo wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na mmoja ni Mtanzania. Yaani katika maisha yangu nimewasikia watumishi watatu tu wakizungumza habari za ukamilifu. Na wakati huo mimi mwenyewe Mungu alipoanza kunifundisha habari za ukamilifu ni miaka mingi sana, mpaka sasa nikawa sijasikia mtu yeyote akizinena habari hizo. Nikaanza kuzisikia kidogo kidogo. Nikamsikia mtumishi wa kwanza wa Mungu ni Mtanzania, nikaja nikamsikia mwingine kutoka Kongo, na baada ya kama miezi miwili mitatu nikamsikia tena mwingine kutoka Kongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana watumishi hao kwa kusimama na kweli hiyo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mara ya mwisho tulikuwa tunazungumza habari za jinsi gani mtu anaweza akawa mkamilifu.
Nadhani ni wiki ya pili au ya tatu sasa tunazungumza jinsi gani, mambo gani yanaweza kumfanya mtu wa Mungu akawa mkamilifu. Tulisema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kumfanya mtu wa Mungu awe mkamilifu. Tukasema tena ni lazima kila Mkristo apate mafundisho ya huduma tano, kwa sababu kazi yake zililetwa kwa ajili ya kulikamilisha kanisa. Huduma tano zililetwa kwa ajili ya kulikamilisha kanisa, yaani kuwakamilisha watakatifu. Na mara ya mwisho tulikuwa tunazungumza kwenye kitabu cha Yakobo. Twende kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 3 na mstari ule wa 2. Yapo mambo mengi tuliyasema huko nyuma. Yupo yule kijana aliambiwa awe na hazina mbinguni, aliambiwa azishike amri ambazo Wakristo wengi leo wanazivunja baadhi ya amri, wakisema, wakimsingizia Bwana Yesu alizivunja baadhi yao, wakati Bwana Yesu hakuja kuvunja hata nukta moja ya Torati, bali alikuja kuitimiza. Tukasema pia swala la kuwa mkamilifu ni lazima ufanye maamuzi, utake. Ndio maana Bwana Yesu akamwambia yule kijana, ukitaka kuwa mkamilifu, nenda kauze ulivyo navyo uwape maskini. Tukasema kama kuna jambo lolote linakuzuia usiweze kumtumikia Mungu, basi unatakiwa uliondoe. Kama yule kijana mali zake zilivyomzidi, akashindwa kumtumikia Mungu, akashindwa, zilimzuia kuingia katika ufalme wa Mungu kwa sababu alipenda mali zake. Bwana Yesu akamwambia kawape maskini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa nini Bwana Yesu alimwambia kawape maskini? Kwa sababu Bwana Yesu anajali sana maskini na wajane. Hivyo kama hamna maskini na wajane, itamzuia mtumishi wa Mungu kuwa mkamilifu. Ili mtumishi wa Mungu awe mkamilifu, ni lazima wawepo wajane na wawepo maskini, kwa sababu hao ni tiketi ya kutukamilisha. Kwa hiyo ni watu wazuri sana, ni watu muhimu sana wa kuthaminiwa sana, hasa katika kanisa. Nakumbuka nilifundisha kwenye wito ule wa mbinguni, the high calling. Message hiyo ipo kwenye Top Gospel TV. Sasa jambo la mwisho tulilozungumza hapa, ngoja tusome Yakobo 3 mstari wa 2. Yakobo sura ile ya 3 mstari ule wa 2, nasoma kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa mtume huyu wa Mungu Yakobo ametufundisha jambo, akasema ya kwamba mtu awezaye, anayeweza kuuzuia ulimi wake, huyo ni mtu mkamilifu kweli kweli, ambaye hajikwai katika kunena. Yaani unapofungua kinywa chako usifanye makosa. Inakuwaje mtu anapofungua kinywa chake asifanye makosa? Kwanza kabisa ni lazima mtu afikiri kabla ya kunena jambo.
Yaani kumkuta mtu ambaye hakosei katika kunena inamaanisha ya kwamba kabla hajaongea anafikiria. Tunaposema kujikwaa katika kunena, tuseme kwa mfano hii inaitwa microphone, alafu mimi nikasema microphone. Sio kujikwaa huko.